mwaka 94 finali zikaenda Marekani ambako Maradona alikuwa ameamua kustaafu, akabembelezwa. Huu ni mkasa unataka siku yake kabisa. Lakini inadaiwa kwamba walimseti. Kwa hiyo alivyokubali kurudi akacheza mechi 2 tu. Alicheza mechi na Ugiriki, akapiga, akafunga goli. Mechi ya pili na Nigeria tena, na alionekana star mzuri sana. Wakasema haiwezekani, mpaka anza figisu zinaitwa figisu hizo. Hilo tutakuja kulisimulia siku nyingine. Nikisikia Jumanne au Jumatano, nikisikia 94 huwa nakumbuka mkasa wa marehemu sasa hivi Gerard Houllier. Gerard Houllier, yeye na wachezaji wake wawili Eric Cantona na David Ginola. Yani wale aliwalaani kabisa. Mchezaji ambaye yeye alikuwa Ginola anacheza Newcastle United, Cantona Manchester United. Walisema wale ndio wajue Faransa hawakuqualify, hawakufuzu. Kwenye hatua za kuqualify walikutana na Bulgaria kina Hristo Stoichkov. Wakachapwa vibaya mno. Mguu wa kushoto ule. Kwa hiyo 94 mashindano ambayo yalimleta mchezaji mwingine. Wakati Argentina walimlazimisha, sio Argentina hasa, ni siasa za mpira ulimwenguni, hasa ilikuwa ni Marekani, walifanya maarifa sana kuwashawishi Argentina wahakikishe Maradona anashiriki yale mashindano ili mashindano yapate uhai. Ikawa hivyo, na baadaye wakamfanyia hila kusema kwamba alikuwa anatumia dawa na nini, wanasema alisnifu. Ndio hiyo mambo ya kuna moja hiyo inadaiwa alifunga goli kwenye kushangilia kwake akatoa mzigo. Kwa hiyo tutalisimulia vizuri ili Jumatano nadhani mtanipangia ratiba. Sawa. Then namalizia, usijali. Wewe uwepo hapa ndio uhakika wa kula nyama. Vijana wanakuwa na amani kabisa. Nilifikiri bwana mkubwa anakuambia mwambie atoke. Yuko sawa sawa. Nitakwambia usijali wewe, mimi antoi hapa. Sasa tunataka tuwajulishe watu finali zilivyokuwa. Kuna wengine hawafahamu. Naam. Na tumeshia wapi? 94. Yes, 94 Maradona alishawishiwa kurudi, lakini Brazil, ndugu zao wale ambao wamewakalia pale juu hivi kwenye kwa maana ya kijiografia, Brazil walikuwa wamemwacha Romario de Souza 94. Ikabidi kocha alazimishwe kwamba huyu huwezi kumwacha, lazima aende. Akamwambia huyu amekwisha, na anakuambia hapana. Hapo kamchukua Dilima na miaka 17. Alikuwa na miaka 10 na hakucheza mechi hata moja. Ndio. Na jezi yake namba 20 mgongoni. Namkumbuka alikuwa anashangilia tu pale. Kana kimbia pale kanashangilia. Kule Cameroon walikuwa na Rigobert Song. Rigobert Song. Alikuwa na PSV bidicho. Dilima. Kwa hiyo wakamlazimisha kocha awemo. Hatimaye aliondoka akiwa mfungaji bora, Romario de Souza, mwaka 94, na walichukua ubingwa. Mechi moja ngumu sana ya robo finali ya wao na Uholanzi. Wale wana Patrick Kluivert, ile jina linawasumbua watu, wanasemaga Kluivert, nani ni Patrick Kluivert. Kluivert siko 98. Hapa 94 bado. 94 alikuwepo. Amecheza na alifunga goli la kichwa. 94 alikuwepo kwa sababu kutoka 94 ile 95 finali ya Champions League ndio wanachukua huko. Usipate tabu bure, nitamweka sawa tu. Wala hii sio swala kubishana. Elewa kwamba Patrick Kluivert alikuwa timu ya Uholanzi na alifunga goli moja matata sana la kichwa. Mechi hiyo 2-2 na Brazil, na hatimaye Brazil aliqualify. Kwa hiyo Uholanzi ni timu inaitwa Mkosi inapokuja swala la kombe la dunia. Wamecheza finali 3, 74, 78 afu na 2010, na walifungwa finali zote. Walifungwa. Brazil amecheza finali 7, Ujerumani 7, Italia amecheza 5, nafikiri kitu kama hicho. Argentina anapiga ya 6 na Ujerumani. Yeye na Ujerumani anapiga ya 6, lakini mwaka 98 sasa. Hiyo 94 ndio ile Roberto Baggio alikosa penalti. Ubingwa wa Brazil ulikuwa ni wa mshike kweli. Ulikuwa mpaka kwenye penalty shootouts, na penalty ya mwisho Baggio mimi nilikuwa nashabikia. Yes. Mwaka 2024 alikwenda tena Marekani. Akaomba kwenda uwanjani, akaona kumbukumbu ya ule mkasa wa kukosa mkwaju wa penalty.
na kulikuwa na mechi inachezwa pale, akaingia uwanjani akapunga mkono, akaangusha machozi ya kutosha kabisa kuonyesha kwamba uwanja huu yani kama vile mkasa mmoja hakufurahia sana. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam.